Yes, bwana mtaalam fundi majumba ambaye ni Baba Levo kama kawaida baada ya kuingia bungeni, mambo yamekuwa ni mengi kinoma. Kuna baadhi ya vitu ambavyo wamekuwa wakivifanya kiasi cha kuwapelekea baadhi ya watu kuweza kutengeneza meme, lakini pia dance challenge mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, hasa kwa wale ambao wamekuwa wakitumia mtandao wa TikTok. Baba Levo since alivyoapishwa na kuwa mbunge rasmi kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mambo kadha wa kadha yamekuwa yakiendelea. Kama unakumbuka, kuna baadhi ya videos mbalimbali ambazo alizipost kupitia ukurasa wake wa Instagram, kama vile anajisnap kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, watu wakacomment, wakamkosoa, lakini pia baadaye akaja kutoa ufafanuzi na kusema kwamba kile ambacho anakifanya kwenye bunge ni kitu ambacho ni halali, lakini pia ni kitu ambacho hakivunji sheria wala taratibu ambazo zimewekwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akaja kwenye kiapo pia, kwenye kiapo chake pia kuna neno aliongeza ile aka, unajua anaitwa Clayton Revocatus Chipando, kama sikosei, na kuweza kuongeza ile Baba Levo. Sasa Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Musa Hassan Zungu akamwambia Baba Levo, sio jina lako official, sio jitambulishe kwa majina yako official. Nayo pia hiyo ni video ambayo imeenda viral kinoma noma kwenye kile ambacho amejitambulisha, kwa namna ambavyo aliweza kujitambulisha. Sasa haijaishia hapo, ameendelea kupost baadhi ya posti mbalimbali akiendelea kuwashukuru wana Kigoma, lakini pia akiahidi kwamba tarehe 21 Ijumaa itakuwa ni siku rasmi kwenda kuwashukuru watu wa Kigoma kwenye uwanja wa Mwanga pale. Amekuwa akiposti vitu mbalimbali, ikiandika focus, lakini pia ameweza kumposti pia hata waziri mkuu na kwa kuweza kuteuliwa kwamba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alikuwa ni waziri wa fedha Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Sasa yapo mengi, unajua baada ya kuweza kuona video hizo, lakini pia kuona heka nyingi akiwashukuru na Kigoma, kwa kina mama pia soko la Marungu akiweza kulitaja na vitu vingine kadha wa kadha, jioni ameweza kuposti video ya kuwaambia wana Kigoma kwamba kwa sasa hivi mtu yote ambaye atataka kuweza kuoa au kuolewa amewanunulia gari bure, na hata kama ni ndoa ya mkeka basi waende wataweka mafuta ya 13,000 kisha waende kanisani au kumbini au msikitini. Sasa sijui ratiba itakuwa vipi kwa gari moja aina ya Jeep, na kama ndoa zikiwa ni 4 ama 5 au ni kila mtu atapangiwa siku yake, hapo sifahamu. Lakini kupitia ukurasa wake wa Instagram, Baba Levo ameweza kuposti na kuandika hivi: ndugu zangu wa Kigoma mjini, kwa sasa mtu yeyote akitaka kuoa au kuolewa nimewanunulia gari bure, hata kama ni ndoa ya mkeka, njoo uweke mafuta ya 13,000 muende kanisani au kumbini au msikitini. Baada ya kuweza kuandika hivyo, comments zimekuwa nyingi kama kawaida, nyingine za moto, nyingine kaandika Mungu ni mwema, wengine akisema kwamba ndo muda rasmi sasa wa yeye kwenda kuoa, na gari la kusaidia wakati wa majanga msiba pia liwepo. Mwingine kaandika Mungu ni mwema, Kigoma ni kubwa, mfano kuigwa kwa maendeleo narudi nasubiri maendeleo. Comments zimekuwa ni nyingi, so unatumia jiko. Comments zimekuwa ni nyingi, kila mmoja akipongeza, lakini pia wengine wakiendelea kujiuliza vipi ili ndinga litaweza kusaidia Kigoma mjini yote au ratiba yake itakuwa vipi. So hicho ndio kitu ambacho Baba Levo, mtaalamu fundi majumba, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameenda kukipost na kuweza kuwaonesha wana Kigoma kwamba ameweza kuwaletea gari kwenye jimbo ambalo amefanikiwa kuweza kupita na kuweza kumweka kando Zitto Kabwe, ambaye ndio alikuwa mpinzani mkubwa hasa kwa upande wa Kigoma. Tusubiri tuone ratiba zitakuwa vipi, lakini pia kama hili ambalo ameliahidi Baba Levo litaenda kukamilika kwa namna ambavyo ameweza kuliplan. Unajua kuna plani za kwenye makaratasi, alafu kuna uhalisia wenyewe wa kile ambacho ulifikiria itakitakuwa, lakini kuna namna mambo yanaweza kawa tofauti na kile ambacho wewe pia uliweza kukiamini. So till next time, usiache kuweza kusubscribe, lakini pia kugusa alama kengele ili umtongo kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini pia burudani kipindi chote ambapo zinatokea. It's PM Short.